Kwa majina naitwa Gumi Abdalla Mrisho, nafanya kazi na taasisi ya Lead Foundation. Hii ni taasisi ya kizao ya Kitanzania ambayo shughuli yake kuu ni uhifadhi wa mazingira hasa katika nyanda kame. Nikisema nyanda kame maana yake ni maeneo yasiyokuwa na mvua nyingi za kutosha. Kama nilivyosema kwamba nafanya kazi za uhifadhi wa mazingira hasa wa usawishaji wa miti katika maeneo ya wazi na katika maeneo ya shamba. Kuchanganya miti katika maeneo ya mashamba pamoja na mazao. Leo hii tuko hapa katika hii forum ya Health Summit Tanzania kwa kutambulisha au kuonyesha kazi zetu za utafiti ambao unahusiana zaidi na mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kiafya. Kila mmoja anajua kwamba kwa sasa hivi kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi na hususan kuna ongezeko la joto kali ambalo limekuwa na madhara ya kiafya. Sasa kama nilivyotanguliza mwanzoni kwamba tumefanya kazi ya usawishaji wa miti, takribani miti zaidi ya milioni 30 katika nyanda ukanda wa kati wa Tanzania. Tunataka kuangalia hii miti katika maeneo ya mashamba ina mchango gani katika kuweza kurekebisha hali ya hewa pindi inapowekwa katika maeneo ya mashamba ambako wakulima wanafanya kazi. Tunajua madhara ya ongezeko la joto kali katika mwili wa binadamu ya kiafya. Sasa tunataka tuangalie, je, miti katika maeneo ya mashamba haya inaweza kumsaidia vipi mkulima katika kumpunguzia athari za kiafya zitokanazo na kufanya kazi katika mazingira ya jua kali. Kwa mfano, anaweza kufanya kazi mkulima katika shamba hali ya kuwa katika jua kali, jasho likatoka kwa wingi. Na kusema jasho kutoka kwa wingi maana yake anapungukiwa maji. Sasa hali ya kujirudia mara kadha kupungukiwa na maji ina athari gani katika mwili wa binadamu? Kwa hiyo tumefanya utafiti ambayo bado tupo katika hatua za uchambuzi wa takwimu, lakini tumekuja kuonyesha kwa kiasi gani ambavyo tunaweza kufanya tathmini hizi za kiafya kuonyesha namna gani joto kali inaweza kuwa na madhara ya kiafya kwa wakulima. Dhamira ni nini? Dhamira ni kutengeneza miongozo ambayo tutasaidia sisi hususan watu wanaofanya kazi katika mazingira ya jua kali kuchukua tahadhari tofauti pindi wanapofanya kazi katika mazingira ya jua kali. Tahadhari hizi ziwezeshe kuto kupata madhara kama ambavyo nimetanguliza kusema, kwa mfano kupungukiwa na maji. Wanapokuwa wanasafisha mashamba yao, pia kitaalamu inashauriwa pia kuacha idadi ya miti ambayo inaweza kusaidia kurekebisha mwenendo wa hali ya hewa katika shamba. Hauhitaji kujua, yani kutumia nguvu nyingi kuelewa kwamba kufanya kazi katika eneo ambalo halina miti unakutana na joto kali zaidi kuliko katika shamba ambalo lina miti. Lakini tumezoea kwamba ili ulime vizuri, mkulima anaona raha kusafisha shamba lote ili aweze kulima, asipatane na vikwazo, labda akakutana na visiki au vitu vingine. Lakini kuweka miti katika haya mashamba kunawasaidia wao kurekebisha mwenendo wa hali ya hewa, kuwapunguzia joto ambalo hili joto kwa upande wa pili endapo lingewafika katika miili yao lingewaletea madhara ya kiafya ambayo tunatoka kuyazungumza hivi punde. Sasa tunachotaka kufanya nini? Hii inatusaidia sisi kuweza kuhamasisha njia mbalimbali za uhifadhi wa mazingira. Kwa sababu kama unakata miti yote katika shamba, alafu hali hiyo unakutana nayo ya joto kali inakupunguzia ufanisi wako katika kazi. Imeonyeshwa hapa na mmoja wa shahidi wa wakulima kwamba sasa hivi kwa mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la joto kali wanatumia muda mfupi sana wa kufanya kazi mashambani kwa sababu ya joto kali. Lakini wanaofanya kazi katika mashamba yenye miti wanatumia muda mrefu. Sasa kama unafanya kazi katika shamba lenye miti michache au halina miti na kwa muda mfupi, tarajia kupata mavuno hafifu. Tarajia pia kipato chako kuweza kupungua. Kwa hiyo tunaleta ushahidi huu wa kisayansi kuonyesha namna gani miti inaweza kuwa na mchango chanya katika kuboresha afya za wakulima, ili sasa iwe ni chachu ya kusaidia kwa kurejesha uoto wa asili, kurejesha miti, kutengeneza mazingira yetu ambayo kwa sasa hivi yameharibika sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kumbukeni kwamba mabadiliko ya tabia nchi, wakala mkuu ni binadamu. Pindi anapoingia katika hayo mazingira kwa shughuli tofauti, kukata miti kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya ukulima na shughuli zingine za kibinadamu. Dr. Faraja Chiwanga ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, mbobezi kwenye magonjwa ya endokrinolojia, na pia ni mtafiti mkuu katika utafiti huu ambao unaitwa KISHEDI. Kwa kifupi, huu ni utafiti ambao unaangalia jinsi ambavyo wakulima wakiwa kwenye mashamba yao wanafanya kazi chini ya kwenye jua tuseme,
jinsi ambavyo afya zao zinaweza kuathirika, lakini muhimu zaidi kwetu sisi ni jinsi ambavyo kuweka miti kwenye mashamba kunavyoweza kusaidia. Kuweka miti kwenye mashamba kwa Kiingereza kunaitwa agroforestry. Ni njia mojawapo ambayo tunaitumia katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa maana ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa upande wa tafiti tunaangalia zile njia ambazo zitakuwa zinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini wakati huo huo zinaleta manufaa kwa afya ya watu. Mojawapo ya njia hiyo ndio hiyo njia tunasema ya miti. Na hizi tunaita njia za asilia. Kwa nini tunapenda njia za asilia? Ni kwa sababu ni njia ambazo hazileti gharama sana kwa mkulima. Kwa mfano, wenzetu wanaoweza wameweka zinaitwa sprinklers, sehemu ambazo mtu anaweza akajimwagia maji akiwa shambani, au wanatengeneza nyumba katika kila labda eka moja. Sasa kuna vitu vingine ambavyo utakuta kwa jamii yetu ni vigumu kutekelezeka. Lakini miti, haswa miti ambayo inachipua yenyewe, kwa lugha ya Kiingereza inasema natural regeneration, tofauti na ile ya kupanda, kwetu sisi inakuwa ni beneficial zaidi au ina faida zaidi, kwa sababu yule mkulima anakuwa hana haja ya kuipanda. Sasa katika utafiti huu tumeenda kwenye yale maeneo ambayo wakulima wamekuwa wakitekeleza mradi unaitwa wa Kisiki Hai, kwa maana ya kwamba kwenye mashamba yao wamekuwa wanaweka ile miti inapata hiyo natural regeneration, alafu wanafanya kazi kwenye yale mashamba. Tukawa tunaangalia jinsi miili yao inavyo respond wakiwa wanafanya kazi, ukilinganisha na yule ambaye anafanya kazi kwenye shamba ambalo halina mti kabisa. Yote hii ilikuwa ni kutaka kuweka ushahidi wa kisayansi ili kuonyesha kwamba wakiweka miti kwenye mashamba sio tu inaongeza mazao, sio tu itasaidia kuweka unyevunyevu kama ambavyo tayari wanafahamu, lakini pia itawasaidia katika kulinda afya zao. Kwa leo tulikuwa tunaonyesha matokeo ya awali sana ambayo bado tunaendelea kufanya mchakato wa zile data ambazo tumezikusanya hivi karibuni, lakini leo tulikuwa tunaonyesha tu matokeo ya awali sana ambayo yalikuwa yanaonyesha kweli kwa yule ambaye anafanya kazi kwenye shamba ambalo lina miti, mwili wake unakuwa haupati zile stress kubwa kama yule ambaye analima kwenye shamba ambalo halina miti. Na hizo stress tulikuwa tunaangalia kwenye viashiria mbalimbali, kwa mfano viashiria vya masuala ya figo, lakini ukosefu wa maji kwa maana ya dehydration, lakini pia tulikuwa tunaangalia mapigo ya moyo jinsi yanavyoenda. Alfred Kondoe, mtaalamu wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Sasa kwenye masuala mazima ya kuangalia madhara ya joto kali, kwanza Mamlaka ya Hali ya Hewa tumekuwa tukishirikiana na wadau kwenye utoaji wa taarifa ambazo zinahusiana na hali ya joto, lakini pia zile taarifa zetu nyingine ambazo tumekuwa tukizitoa ambazo jamii imezizoea sana, zile za mvua, ikiwemo misimu ya mvua na hali mbaya ya hewa kama mawimbi baharini au upepo mkali. Lakini sasa kwenye masuala ya mazima ya joto na afya, tumekuwa pia tukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya, ambapo tunaangalia ni kwa namna gani jamii yetu ya Tanzania inaathiriwa na hali ya joto kali. Na kimsingi hali ya joto kali sisi tunaanza na kuangalia kiasi cha unyevu kwenye anga, lakini pia tunaangalia joto lile la kila siku. Kwa kawaida tunafahamu kwamba msimu wa joto kali ni kuanzia mwezi wa 11 hadi mwezi wa 4. Katika maeneo mengi ya nchi yetu yanakuwa na joto la juu zaidi kuliko miezi mingine kama miezi ya 6, 7 na 8. Sasa joto hili huwa linaenda kuathiri shughuli na uwezo wa watu wetu kwenye kufanya kazi. Kwa mfano, kwenye mjadala huu wa leo tulikuwa tunaangalia ni kwa namna gani joto linaathiri wakulima. Sasa tumeona kwamba wakulima wanaathiriwa kwenye maeneo kama mazao yao ambao wanapanga kulima, wanaweza kuna wakati wanashindwa kuelewa kwamba hii ni ukame au ni joto la kawaida. Sasa kupitia taarifa zetu za hali ya hewa zinaweza kusaidia kujibu hilo swali. Lakini pia mkulima huyu anaweza akatumia taarifa za joto kuweza kujua wakati gani afanye shughuli zile za uvunaji. Kwa mfano wakulima wengi
hawapendi au haifai kuvuna wakati ule wa mvua nyingi. Kwa hiyo akipata taarifa za joto zitamsaidia kupanga vizuri wakati wa kufanya shughuli za uvunaji wa mazao yake. Lakini wakati mwingine ni wakati ule ambapo anataka kufanya shughuli kama ya kupanda. Lazima ajue hali ya hewa ya wakati husika. Je, mvua ni nyingi au ni joto? Joto likiwa la wastani, mvua ya wastani, basi ni kipindi kizuri cha kufanya upandaji wa mazao yake. Tutaenda mbele zaidi, kuna wakati wa majanga. Joto likizidi sana, mkulima anaathirika moja kwa moja. Kwa mfano, ukame ukitokea, basi anajikuta anashindwa kupata yale mazao ambayo alikuwa anatarajia. Kwa jina naitwa Adamu Alex Tau, mkazi kutoka mkoa wa Dodoma, wilaya ya Mpwapwa. Majukumu ninayotekeleza mimi ni mkulima wa mazao ya mashambani, ikiwemo mazao ya biashara na chakula. Changamoto tunazokabiliana nazo sisi kama wakulima kwa wakati uliopita, na akienda hospitali, cha kwanza lazima uonekane kwamba una upungufu wa maji. Hali hiyo imetuathiri sana na inaendelea kuathiri baadhi ya maeneo ambapo elimu ya utunzaji wa mazingira bado haijawafikia. Mpaka sasa tumepata ukombozi ambao bado unaendelea wa utunzaji wa mazingira. Kidogo hii hali imeanza kupungua baada ya wakulima wengi kupewa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa njia ya kisiki hai, ambapo wengi wetu sasa hivi wanatunza miti kwenye mashamba yao. Kwa kawaida mkulima mwenye miti kwenye eneo la shamba lake lazima atafanya kazi na atapata muda wa kujipumzisha kwenye miti ya eneo lake, tofauti na mkulima asiyetekeleza swala zima la utunzaji wa mazingira. Nadhani hiyo ni hali ambayo inaendelea kumkomboa mkulima. Tulikuwa tunaomba shirika na serikali kwa ujumla na wadau mbalimbali tuendelee kuhamasisha wakulima na wafugaji kuendelea kutunza mazingira ili kuokoa maisha yetu. Kwa sababu tunapozungumzia utunzaji wa mazingira si kwa maisha ya mkulima tu, hata kwa binadamu wa kawaida. Nadhani hewa ndio kila kitu. Tunapochafua mazingira tunaharibu kila mfumo.